Kati ya wadau ambao mnawataja kwamba mnaomba ushirikiano nao ni vyama vya siasa na wanaharakati ambao baada ya tume kutangazwa wakaonyesha kuwa na mashaka, hawaiamini tume, hawaamini wajumbe waliopo kwenye tume. Hili linawapa shida kiasi gani katika kutekeleza kazi zenu? Swala la pili, moja kati ya vitu ambavyo mnakwenda kuchunguza ni root causes za hii sakata iliyotukuta, na kwa maneno yako hapa ya wakati na baada ya uchaguzi. Lakini upo uwezekano kwamba yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ni matokeo ya mambo mengine yaliyofanyika nyuma kabla ya hapo. Kama nyinyi mawanda yenu ni ya wakati na baada ya uchaguzi, hamuoni kwamba mtaacha mambo mengine yaliyotokea kabla ya hapo ambayo pengine ndio yalisababisha haya? Swali la tatu, pamoja na kwamba mnasema mnayo mamlaka ya kutafsiri hadidu za rejea, lakini nadhani zile ambazo wamewapa yule aliyeunda tume mtazizingatia sana. Wakati anatangaza hii tume, alisema baadhi ya hadidu za rejea na kuna mambo yaliyasisitiza. Kwa mfano, alitaka muende mkawahoji watu ambao wanahisiwa kushiriki, hasa wale ambao yeye mwenyewe akatukia neno waliosema watakinukisha. Ni neno moja tu, lakini neno hilo hilo watakinukisha limetumika, tumesikia kwenye kesi anayokabiliwa na mwenyekiti wa Chadema mahakamani, na likawa ni sehemu ya mabishano ya kisheria mahakamani, na huyu ameunda tume anataka muende mkawahoji watu waliosema watakinukisha. Ni vipi mtakwenda kulifanya hilo kwa kitu ambacho kipo mahakamani? Asante sana. Sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. Mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatuendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa. Kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huku tunakokwenda, roadmap ya huku tunakokwenda. Na moja katika hadidu zetu tumeomba tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko, kutoka tutakachogundua na huku Tanzania ambayo salama, amani, mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process, ni process gani, wakati gani? Kwa hiyo sisi tuomba ushirikiano, tuomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa tutamwomba, sio mara moja, hata mara tatu tutamwomba, tushirikiane naye, tushirikiane naye. Ya pili, root causes, kwa tukio kweli kila siku tatu tuliwaambia, lakini kwa kabisa kwa root cause analysis lazima urudi nyuma, tena nyuma sana. Kwa hiyo turudi nyuma. Kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea 29 na siku tatu mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana. Turudi huko nyuma, turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root causes, kwa sababu mjadala baadaye utakuja tuongelee hizo root causes, tunazi unroot vipi. Kwa hiyo swala la siku tatu zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia root causes hiyo. Ingine sisi tunaona kuna kauli kweli, kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tunajikita kwenye mawili, hadidu za rejea, hadidu za rejea, na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote.
tunaanza na clean slate, hatuna ushahidi hata kidogo. Tunaanza from zero ili kuona tunatafuta ushahidi gani. Tutapima ushahidi, tutapima nyaraka, tutakuwa na wataalamu watatusaidia, watu wa data, wa takwimu na kadhalika. Kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini, na hisia mbalimbali, lakini nadhani tusihofie sana. Kweli tuna umri mkubwa, lakini umri mkubwa unakwenda na uzoefu. Lakini kikubwa kama nilivyosema, wadau wakubwa ni nani? Wadau wakubwa ni vijana. Kwa hiyo tunakuwa na mbinu mbalimbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani. Hao kuhusishwa sehemu ni ili tuweze kwa sababu wana majibu mengi. Kwa hiyo hatuwahoji kwa tunawahoji kwa kupata majibu, kwa kupata majibu. Muda wa tume kweli muda unakimbia kama ninavyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku 90 kama tutaweza kukamilisha kazi yetu. Lakini kama nasema sisi tunataka kukamilisha kazi kamilifu, tunataka kukamilisha kazi reja tufanye kazi kwa kikamilifu, kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania, lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi. Hiyo tunaelewa, lakini tunaomba tu tupeni muda, waambie wenzetu watupe muda, alafu tupimwe. Tusipimwe kabla tujaanza mtihani. Tufanye mtihani huu, mtupe maksi, tuweze kuendelea. Tupime kabla, lakini sisi tunaelewa. Ndio maana tunasema tumejikita kabisa kwa Watanzania wanataka nini, tuwape nini, ili kweli kama njia moja ya kupona kilichotokea. Sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponyesha vipi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.